ilikuwa leo tufurahi na kina mama, na tumefurahi kweli na kina mama tukiwa na moyo huo wa shukrani, lakini ilikuwa imeunganishwa vile vile na kumbukumbu hiyo ambayo huwa inafanyika tarehe 4 mwezi wa 11 ya Mtakatifu Borromeo Carolo, ambaye ndiye msimamizi ni wa seminari yetu hii ndogo ya Itaga. Mtakatifu Carolo Borromeo, kati ya mambo ambayo aliyafanya ni hilo, yeye akiwa na mjomba wake akiwa ni Papa Pio wa 5 ambaye ndiye alimfanya kardinali, lakini katika mkutano mkuu wa Trento wanaita miaka zaidi ya 500 iliyopita walipokaa, yeye ni mojawapo wa wale mababa ambao walisisitiza na wakapenda kabisa na wakataka kila jimbo liwe na seminari, na sio tu kuwa na seminari, lakini hizo seminari zifanye hiyo kazi. Na baadaye akataka kwenye seminari hizo waingizwe na watoto wa maskini ambao bahati mbaya akakosa pesa, akakosa labda kitu fulani ambacho kinahitajika, hakuweza kuingia humo. Kumbe tunajivunia kabisa kwamba sisi seminari yetu hii ya Itaga imewekwa chini ya ulinzi wake huyo, ambaye ni kati ya wale ambao walisisitiza sana kwamba katika majimbo ziwepo seminari. Na sio hilo tu, nyinyi akina mama, namshukuru Mama Tegete ambaye ametukumbusha hilo. Mimi nilikuwa silijui kwamba kumbe seminari zote sasa hivi Tanzania limewekwa chini ya utegemezi wa kina mama. Umoja wa kina mama ndo umepewa wajibu huo wa kuzisaidia hizo seminari. Kumbe tuko tunafanya kile ambacho alikitaka huyo Mtakatifu Carolo Borromeo, kukuza seminari, kuzisaidia seminari na kuwasaidia hawa ambao wanataka kuja kuwa wachungaji. Na kwa kweli yeye alikuwa na sifa nyingine moja kubwa, ni hiyo ya kujikatalia. Akaamua kutoa sadaka, kujitoa sadaka ili aweze kuwa mchungaji kwanza, kwa sababu yeye alipaswa awe mrithi katika familia yake baada ya kuwa baba yake amefariki. Lakini kwa vile alikuwepo kijana mkubwa, ule urithi wa familia wakawa wamempatia yule kijana mkubwa. Lakini sasa na yule kijana mkubwa baadaye akafariki. Alipofariki anayefuata ni yeye, na yeye ataka kuwa mchungaji. Akasema hapana, mambo ya mali zote hizi za familia na mambo ya sifa zote za familia naziacha. Akaamua aviache vyote hivyo, ndiye akaja kuwa baadaye padre, baadaye askofu, baadaye kardinali. Lakini nataka kusema ni ule moyo wa sadaka. Ni hicho ambacho mko mnakifanya. Napenda nirudie, pamoja na shukrani ambazo nilikuwa nimezitoa tangu mwanzo, nizitoe tena sasa hivi kwamba mko mnajitoa sadaka, na niwaombe tuendelee kujitoa sadaka. Alisema hilo kwa sababu hizi seminari zetu tusipokuwa ni sisi wenyewe wa kuzitegemeza, wa kuzifanya ziwepo, tutakwisha. Zamani tulikuwa tunategemea kwa nje ndio watusaidie kuziendesha hizi seminari. Mpaka leo tunaomba kiasi fulani, wanatutumia lakini kidogo kilinganisha na zamani ilivyokuwa. Nimefurahi kusikia kwamba kile ambacho tumekitoa mwaka jana sasa tunazidi kwenda juu. Na hiyo inakuwa ni kinyume na kule tulikuwa tunapata zaidi, sasa tunapata kidogo. Kumbe tuko tunafanya kitu ambacho kinakubalika, na inabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa moyo huo wa majitoleo, ili kwamba kanisa hili na yote ambayo analifanya kanisa letu hili iwe ni sisi ambao talitegemeza, ni sisi ambao talifanya likue, na tuko tunalifanya.
Mimi nimeshangaa hapa kwa ghafla tu, nikawa nimeambiwa na mimi kwamba kuna kitu ambacho tulitaka tufanye, pamoja na kwamba tukiweka kwenye ratiba, lakini nafikiri ni vizuri tukifanye. Hizo ahadi zetu tulizozitoa mwaka jana kwamba tutajenga ukumbi, na ukumbi wa seminari utawekwa chini au kwa heshima ya Askofu Mkuu mstaafu Paulo Luzoka, lakini tulikuwa bado tujaanza. Tukasema kwa nini tuseme kitu chochote? Tukakubaliana kusema sawa, ni vizuri tuseme. Sasa uone watu wanavyoweza. Hicho ambacho mmekifanya leo kweli na chenyewe kinaonyesha wazi kabisa kwamba tunapoamua tunaweza kufanya mambo makubwa sana. Naombeni tuendelee na moyo huo na tujue kabisa kwamba tunaweza. Pamoja na kuwashukuru nyinyi, mimi niwashukuru vile vile waliobaki nyumbani, ambao na wao kwa vyote Baba Charles ametujulisha kwamba na yeye katika umoja wao huo wanafanya mambo mengi. Mimi nishalisema hilo sio kwenu tu na kwa wengine, kwamba ni wao ambao kwa wote meungana pamoja, wanawapa nguvu, wanawatia moyo, wanawahimiza, wanawaambia fanyeni mnachoweza na sisi tutafanya pamoja na nyinyi. Wanakifanya katika maana ya hao wanaume. Naomba na wao tuwashangilie hata kama hapo wengi hapa. Ni familia hiyo, kwa sababu hakuna familia ya mama peke yake hapa. Lakini tunapopeana majukumu kama ile, tukasema chama hiki cha kina mama fanyeni hivi, mkafanya, na mkawa na wengine ambao wanaunga mkono, mimi nasema na wao inabidi tuwashukuru. Kumbe nimalizie tu kwa kusema kwamba nimefurahi, na ndio maana nikaamua leo, niliwaambia wenzangu, bwana hebu twende mara moja, tusiende kupumzika, maliza kubadilisha nguo turudi mara moja tukae pale tuyafanye mama. Tufanye kile kilichotuleta hapa, sio ukikosea hapo umekwama. Ukitaka kupiga msumari ukunjike, umewekea moto, utanike bado una moto. Kumbe naona inawezekana kabisa. Mimi nawashukuru sana, asanteni sana kina mama nyote na wote tuliofika hapa, na tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kubariki hizo juhudi zetu. Leo tuliamua kuchagua misa ya Mama Bikira Maria, alafu mimi nikaamua nizungumzie imani. Mama Bikira Maria ni mfano wa pekee kwa imani. Na nyinyi na kina mama, naomba tumuombe Mama Bikira Maria huyu atuombee zaidi na zaidi kusudi imani yetu ikue, na hiyo imani baadaye tuiweke katika matendo, katika maana kwamba tuishi katika kuonesha hicho ambacho Mungu anataka kifanyike. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.